Bwana, watu hapo kabisa naenda. Unaona watu ngambo ya pili. Watu wanaenda. Na wengine hapa wanashuka na mizigo, watu wanashuka na mizigo. Kambi yote watu wanaenda. Watu wanaenda kabisa. Unaona watu kisha wanakimbia. Banaacha mizigo wanakimbia hivyo hivyo. Banasema wanachoka na maisha ya kambi, banarudia nyumbani. Mwambie vraiment ndiye wakubwa yetu wa mafikiri Andre ya dunia. Mwangalie kisi ya kupokea population yetu inarudia iko lwa migulu. Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo vendredi le 16 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari za kweli kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu mbichi ambazo tumewaletea siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja huko mteritwari ya Fizi kwenye mapigano makali yalizuka upya kati ya wasi wa M23 na Twirwaneho katika vilima tofauti vya Haut Plateau de Fizi. Tutawapeleka mjini Uvira ambapo baada ya kutangaza kwa M23 kujiondoa mjini Uvira kwa mara ya pili, wanajeshi wao wangali preza mjini Uvira. Upande mwingine huko nchini Burundi, wakimbizi waliokimbia vita vya M23 na FARDC wanaokaa ndani ya makambi huko Burundi, siku ya leo waliandamana na kutoka ndani ya makambi, wakasema kwamba wanataka warejee nchini Kongo na kuelekea kwenye mipaka. Tutawaambia mengi kuhusu hayo. Jeshi la Kongo lilitangaza ya kwamba ndani ya siku mbili za mapigano kati ya FARDC na wasi wa M23 ndani ya maeneo ya Katongo na Haut Plateau de Fizi ili waneutralize wanajeshi wa M23 saa 80, wengine wakakamatwa mateka, ambapo ilisema kwamba ilirekiperea hata silaha zao. Tutawaambia kuhusu tangazo hilo. Kama kawaida ni Kwetu TV ndiyo channel ambayo mnaifuata, ni channel inayowaletea taarifa za kweli kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike pia na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukua nazipata habari zetu zote kwa wakati za asubuhi, mchana na jioni. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre kuko linki yetu hapo mu description. Utajiunga kupitia linki hiyo na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja. Tuwapeleke ndani ya Haut Plateau de Fizi kwenye mapigano makali yalizuka upya asubuhi ya leo saa 8. Ilikuwa deja na ingali usiku kati ya wazalendo na waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho Haut Plateau de Fizi katika maeneo ya Point Zero katika vilima vya Baruta na maeneo ya Tuetue. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba ilikuwa saa za saa 8 ya asubuhi mapema ndipo milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa wingi katika milima ya Buruta pamoja na eneo ya Point Zero. Mapigano hayo yakaendelea kukamata hatua nyingine na kuenea katika maeneo tofauti, ambapo hata mapigano hayo yalifika katika eneo ya Tuetue. Mapigano hayo yalianzishwa na AFC M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho ni baada ya masaa machache tu, na walikuwa tena muvita hapo Ruisankuku kwenye FARDC ilikuwa imewaatake siku ya jana. Vyanzo vyetu vinatuambia kwamba walitokea Ruisankuku nao asubuhi mapema hizo saa za saa 8 wakiwa wamejiandaa, ndipo walianza kushambulia FARDC na wazalendo katika vilima vya Buruta mpaka hapo Point Zero.
Mapigano yaliendelea kati ya pande mbili. Ilipofika saa 4 asubuhi ya leo, waasi wa M23 na washirika wao wakafika kwenye mlima wa Buruta, wakafanikiwa kurekipere FARDC na wazalendo wakarudia mpaka point zero. Mapigano yakaendelea. Ilipofika 11h nayo ikakuwa tombe. Waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho kwa sasa wako ndani ya point zero. Hizo ndizo habari zinazotufikia kutoka hapo kwenye uwanja wa vita. Mapigano yanaendelea kusikika katika maeneo ya Tuwe, pale ni musektere ya Itombwe, mu territoire ya Mwenga tujoro, mu Sud Kivu. Waasi wa Twirwaneho na washirika wao wa M23 wanaendelea kupigana na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo, ambapo hapo kuko presence pia wanajeshi wa Burundi FDNB wanaosaidia jeshi la Kongo na wazalendo kuwapiganisha waasi hao wa M23. Mpaka kwa sasa mapigano yanaendelea kusikika Tuwe hapo maeneo ya point zero na Buruta. Ni waasi wa Twirwaneho na M23 ambao wako pale, donko walisha ya kamata maeneo hayo. Kukamatwa kwa maeneo haya na waasi wa M23 kumekuja baada ya mapigano makali ya siku mbili deja, paske jana walipigana, leo ilikuwa siku ya pili ya mapigano. Eneo hizi ambazo zilikamatwa ziko kati ya Mukera na maeneo ya Minembwe, na kukamatwa kwa maeneo haya na hawa waasi wa M23 kunafungua njia ya kuendelea kuprogrese kwa hawa waasi kuelekea katika maeneo tofauti ya territoire ya Fizi, hasa katika mwingine wa Fizi na maeneo tofauti kama mji wa Baraka, na pia kuendelea kusonga mbele katika province ya Tanganyika. Upande mwingine jeshi la Kongo FARDC lilitangaza kwamba katika mapigano ya siku mbili mfululizo iliwaangamiza wanajeshi 180 wa AFC M23. Taarifa hiyo ambayo ilitangazwa siku ya leo, jeshi la Kongo FARDC lilitangaza kwamba limewaangamiza wanajeshi wa AFC M23 180 wakati wa mapigano makali katika siku hizo mbili zilizopita. Mapigano haya yalifanyika hasa Katongo katika eneo la Uvira, Tuwe katika eneo la Fizi, na pia katika eneo jirani ambapo mashambulizi na mabomu yalifanywa na jeshi la kawaida ya kilenga nafasi za washambuliaji. Kulingana na Lieutenant Colonel Mbui Kalonji Rigani, msemaji wa Operation Scholar de Kivu Kusini, mapigano hayo yaliruhusu jeshi la Kongo kupata vifaa muhimu vya kijeshi, ambapo walisema kwamba jeshi la Kongo limerejesha silaha 6 za usaidizi, ikiwa ni pamoja na RPG 2, bunduki ya 67 mm na choka 2 za 82 mm na 20 mm pamoja na silaha za kaliba ya 12.7 mm, alisema Lieutenant Mbui Kalonji Rigani. Mbali na wapiganaji walioshindwa pale kwenye vita, wanajeshi 22 wa AFC M23 walijisalimisha kwa FARDC huko Makobola, huko wengine 8 wakikamatwa huko Kigongo. Utekaji huu ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za FARDC za kudhoofisha muungano wa wapiganaji wa AFC M23 na washirika wao katika kundi la Twirwaneho waliohusika na vurugu nyingi katika eneo la Kivu Kusini. Katika taarifa hii FARDC inasema kwamba maeneo ya Tuwe na zile zinazozunguka point zero hapo mu territoire ya Fizi zinabakia chini ya udhibiti kamili wa jeshi la Kongo. Alisema ya kwamba anawahakikishia watu wote ya kwamba maeneo haya yako salama na yanabaki chini ya ulinzi wetu. Ni wakati hapo kufroma eneo hayo sofo Tuwe tu kwenye kungali na endelea mapigano point zero na vilima vya Baruta viko mumikono ya wasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho. Jeshi la Kongo FARDC pia lilidhibitisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda katika mji wa Uvira, jambo muhimu katika mapigano yanayoendelea. Msemaji wa FARDC alielezea taarifa iliyotolewa na jeshi la Rwanda kwamba wanajeshi wake walikuwa wameondoka jijini kama uongo. Katika hotuba yake alisema ya kwamba tunapozungumza nanyi, wanajeshi hawa wa kigeni wanapora na kuiba mali ya wakaaji wa amani wa Uvira,
na hawajaondoka pale. FARDC ililaani vikali vitendo hivi vya vurugu, ikitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kukomesha unyanyasaji huu. Vurugu hizo hazikuishia tu kwenye mapigano ardhini. Jeshi la Kongo limeripoti visa kadhaa vya ubakaji vilivyotokea kati ya Jumatano usiku le 14 na Alhamisi asubuhi jana le 15 katika vitongoji vya Nyamyanda na Kimanga vya wilaya za Kalundu na Mulongwe, ambapo katika habari hiyo wanasema kwamba tunalaani vikali vitendo hivi vya kinyama vilivyowalenga wanawake na wasichana wetu wasio na hatia. Alisema haya Lieutenant Zile Kalonji Rigani. Jeshi la wananchi la FARDC pia lilitoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa macho kutokana na hali hii na hali jinsi ilivyo sasa, kiwasihi wasianguke na hofu. Adui amezuiliwa, wanajeshi wake wamerudi nyuma na jiji la Uvira litakombolewa hivi karibuni. FARDC pia imetoa wito wa ushirikishwaji zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa katika kutatua mgogoro mashariki mwa Kongo, hasa kukomesha uporaji, ukiukaji wa haki za binadamu na uvamizi wa kigeni. Hali ni mbaya, lakini tumeazimia kuwalinda watu na kurejesha utulivu. Alitangaza hayo Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani, msemaji wa operation ya Sud Kivu. Hii ni habari ambayo ilitangazwa na jeshi la Kongo FARDC huko Sud Kivu kupitia msemaji wa operation ya Sud Kivu Mbuyi Kalonji Rigani. Habari zetu zinaendelea kama mlivyosikia kwenye taarifa hiyo. Mjini Uvira wasi wa M23 hawajaondoka pale. FARDC ilisema hayo, na pia vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira vinatuambia kwamba waasi wa M23 wangali toujours visible ndani ya mji wa Uvira, wanaonekana katika pande zote kabisa, na wanaonekana kuwa wana mpango wa kuondoka hapo. Kama wangekuwa na mpango wa kuondoka hapo, kungelikuwa kujiandaa kwao, wakiona jinsi wako na tia vitu vyote kwa pamoja ili waondoke navyo. Magari zinaweza zikafika pale zikijiandaa kuwapeleka kule kwenye wataelekea. Hakuna movement yoyote depuis jana jioni wakitangaza hayo. Hakuna movement yoyote inayoonyesha kwamba wataondoka pale, hapana. Waangali hapo, wamoja anteni ya polisi, wengine ndani ya sale za kijeshi zao za kawaida. M23 inaendelea kabisa kukataa kuacha mji wa Uvira hata kama wanatangaza kuondoka pale. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya nchi ya Burundi kwenye wakaaji siku ya leo wa wakimbizi huko Burundi waliokimbia vita vya M23 hapo Sud Kivu, wanaokaa ndani ya kambi za Burundi. Leo kabisa walifunga vitu vyao na hata wamoja wakaviacha, wakaamua kuvuka kabisa. Hawapendi maisha ya ukimbizi, wanasema kwamba wamechoka na maisha ya ukimbizi bila chakula, bila jinsi ya kuishi huko, hawayataki, wanaamua kurejea kwao. Video ndio hii wakati walikuwa wakipanda milimani wakikamata njia zinazoelekea kwenye mpaka ya Burundi na maeneo ya Uvira na huko maeneo ya Kiliba na hata Sange kwenye kuko mipaka na nchi ya Burundi. Mfuate video hiyo. Bwana, watu hapo kabisa naenda. Unaona watu ngambo ya pili. Watu wanaenda na wengine hapa wanashuka na mizigo. Watu wanashuka na mizigo. Kambi yote watu wanaenda. Watu wanaenda kabisa. Unaona watu kisha wanakimbia. Banaacha mizigo wanakimbia hivyo hivyo. Banasema wanachoka na maisha ya kambi, banarudia nyumbani. Mwambie vraiment njie wakubwa yetu wa mafikiri Andre ya dunia, mwangalie kisha kupokea population yetu inarudia iko lwa migulu. Hatujui kama watapita na serikali ya Burundi, hatujui, lakini watu wanatoka mkambi banakimbia lwa migulu banaenda, ndo hapo banakuwa ngambo ya pili. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata. Wakaji hao wanaamua kufanya hayo kutokana na maisha magumu wanayokutana huko. Hivi juzi tulikuwa tukiwaambia kuhusu maisha wanayoyapitia, maisha kabisa ambapo kupata chakula ni hatari,
maji safi hayako. Kupata kabisa kwa kuishi nako ni hatari. Matente wanazoishi ndani, mvua unyesha zinaenda kabisa, mvua zinabeba hiyo matente. Donko kabisa maisha kwao ni hatari kutokana na magonjwa ya kolera, magonjwa ya kuhara na zingine magonjwa tofauti. Watu wanakufa huko. Wakimbizi sasa wanachokitaka ni kurejea kwao. Maeneo ambayo wanataka warejee ndani yako ndani ya AFC M23. Kitu kenye kiko hapo ni ya kwamba sasa nchi ya Burundi haitawaachilia. Nchi ya Burundi baada ya AFC M23 kukamata mji wa Uvira na maeneo yote yanayopakana na nchi hiyo, ilifungaka mipaka ikisema kwamba inahofia usalama wa maeneo yake, kwa sababu mara kwa mara nchi ya Burundi huwa inasema kwamba AFC M23 ina mpango wa kuatake nchi yao kupitia wale wanajeshi wa Redi Tabara wanaosaidiana nao huko mteritwari ya Fizi. Kutokana na hayo, nchi ya Burundi ikawa imefunga mipaka yake na maeneo yanayokaliwa na hao waasi wa AFC M23. Na hayo sasa yataacha nchi ya Burundi haitafungua mipaka, na kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri ni nchi ya Burundi ifungue mipaka, wanaotaka kurudia warudie. AFC M23 iko pale moyale maeneo kama wanaamua warejee ndani ya maeneo yao, hata kama AFC M23 iko ndani, wanapaswa kupewa haki yao warejee nchini Kongo pale kwenye walikuwa kanaishi. Hata kama kuko AFC M23, kama wameamua hayo, wanapaswa kupewa njia wavuke waendelee na maisha yao pale, olie ya kukufa na njala, kukufa na kiu, kukufa na hayo magonjwa yanayoletwa kabisa na jinsi kule hakuna propriete ndani ya makambi. Vomye kurejea pale kwenye ni kwao, hata kama kuko hao waasi waendelee na maisha ya kawaida, kama ni kulima, kama ni uchuruzi, kama ni biashara tofauti ambazo watazifanya wazifanye. Donko waendelee na maisha yao huko, olie ya kubakia ndani ya kambi za wakimbizi huko kwenye maisha ni magumu kwao. Sasa tatizo ni pale kwenye mipaka. Jeshi la Burundi, je, litawaachilia warudie ndani ya maeneo yake? Hiyo ndio tatizo ambayo iko pale. Wakaji hao huko waisha andamana kabisa. Kama umeona video hiyo, walishaelekea katika maeneo yanayokuwa kwenye mipaka na Kongo. Donko pale kwenye Burundi inapakana na miji ya Uvira na kwingineko, wanapenda warejee kwao. Na maamuzi hayo walio yakamata haiko maamuzi ambayo unaweza yakamata tu hivi, kwa sababu pale kwenye wanaelekea wanajua huko mumikono ya AFC M23, wanaamua tu waende huko. C'est parce que kule maisha sasa ni hatari kwao. Donko huko wanakoishi maisha hayaendeki kabisa. Wakati hawapati chakula, wakati hawana maji, wakati namna ya kuishi huko ni vigumu kwao. Wakiona mbele kabisa, wanaona kwamba hakuna wanakoelekea, wanaamua kurudia pale kwao, hata kama kuko mumikono ya hao waasi wa AFC M23. Tutawaambia kama jeshi la Burundi litawaachilia wavuke, ama kama haitawezekana nayo tutakuja kuwajulisha kama kawaida. Taarifa zetu zinaendelea ndani ya Ituri. Siku ya leo FARDC ilifanikiwa sasa kukamata eneo yote ya Bule. Siku ya leo FARDC ilipigana na wanajeshi wa Thomas Lubanga katika eneo hiyo ya Bule. Wanajeshi wa CRP wa Thomas Lubanga walipigwa hapo, wakaondoka ndani ya Bule, ambapo walielekea katika maeneo karibu na hapo kilomita kama 3 kutoka ndani ya eneo ya Bule. FARDC ilikamata eneo hiyo baada ya kuwapiganisha hao waasi wa AFC M23, na eneo ya Bule ilikuwa ndani FARDC pamoja na hao waasi wa CRP. Parti moja ilikuwa ndani hawa waasi wa CRP, ingine parti na iko ndani jeshi la Kongo.
na kama ukumbusho kulikuwa kukiripotiwa mapigano ya hapa na pale. Walisha ataki FARDC maeneo yake. Siku nyingine FARDC ilisha washambulia, inaacha vurugu ikiendelea kukua hapo ndani ya eneo ya Bule. Siku ya leo sasa FARDC ilifanikiwa kukamata centre yote ya Bule, na lokalite yote, haiko centre tu bali eneo yote ya Bule ilikamatwa. Waasi hao wa CRP wa Thomas Lubanga baada ya kupigwa wakaelekea katika vijiji karibu na hapo yapata kilomita 3 kutoka eneo ya Bule. Operation za kijeshi katika Ituri zinaendelea za kuwasaka waasi hao wa CRP wanaoongozwa na Thomas Lubanga, na kama ukumbusho hivi juzi yule governor wa Ituri Nkashama Loboya alikuwa ameapa ya kwamba Thomas Lubanga tamkamata awe hai ama awe alishakufa, tamkamata kabisa. Alisema kwamba alishapanga njia zote za kumkamata Thomas Lubanga, kimaanisha kwamba operation za kuwasaka waasi wa Thomas Lubanga zinaendelea. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea ndugu zangu, na washukuru sana kwa kuendelea kuzifuata taarifa zetu. Kama kawaida ni Kwetu TV mnayoifuata, nami ni Bauma mzee wa Mbichi, na washukuru sana nikiomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Tupatane ndani ya habari zifuatazo za jioni tukiwaambia hali halisi na kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Merci beaucoup.